Ninayo safari ya kwenda na Yesu, safari ya kwenda nyumbani kwa Mungu. Ya duniani nimeyapa kwa heri. Ninayo safari ya kwenda na Yesu, safari nimo safarini, kwa lolote ninaye Mwokozi. Nitasafiri na waliokombolewa. Ninayo safari ya kwenda na Yesu. Nitasafiri na Yesu popote, shidani, taabuni, nitakuwa naye daima. Nitatembea pamoja na Yesu. Ninayo safari ya kwenda na Yesu, safari nimo safarini, kwa lolote ninaye Mwokozi. Nitasafiri na waliokombolewa kama Ibrahimu. Ninayo safari ya kwenda na Yesu. Ndugu yangu, njoo sasa kwa Yesu. Chagua wokovu ulio bora. Acha dunia na anasa pamoja, uanze safari ya kwenda na Yesu. Safari nimo safarini, kwa lolote ninaye Mwokozi. Nitasafiri na waliokombolewa. Ninayo safari ya kwenda na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Matendo ya Mitume mlango wa 7 mstari wa pili, mlango wa 7 sura ya 7 mstari wa kwanza, tutaenda mpaka huo wa 4. Unasema, kuhani mkuu akasema, je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Naye akasema, ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni.
Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahim alipokuwa katika Mesopotamia, kabla hajakaa Harani. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayokuonyesha. Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo, akakaa Harani. Akatoka huko baada ya kufa baba yake. Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayoikaa. Bwana Yesu asifiwe. Hii safari ya Ibrahim, na neno letu au ujumbe wetu ni kwenda na Ibrahim. Hii ni safari ya Ibrahim, safari ambayo imeanza na Ibrahimu, taifa kubwa tena la Israeli, then Yesu Kristo akatokea humo. Ni safari, shina na historia na chimbuko ni Ibrahim. Kabla ya hapo safari hii haikuwa inajulikana. Kwa hiyo imejulikana. Kwa hiyo key person wetu ni Ibrahim. Kwa hiyo naomba sasa tutulie katika wazo hili ili tuelewe hii safari. Na lengo ni nini? Nisema ni kuishi maisha ya baraka tele, lakini kwa njia ya kuishi kwa imani na matendo kama Ibrahim. Hauwezi kukwepa. Watu tuliposoma katika Mwanzo sura ya 12, sasa tunakutana na sauti ya Mungu ikimuita Ibrahimu na kumwagiza yafuatayo: toka wewe, ya kwanza, katika nchi yako; ya pili, katika jamaa yako; na la tatu, katika nyumba ya baba yako. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ile nchi aiache na jamaa zake wote awaache, halafu na nyumba ya baba yake aiache, aende nchi ambayo angeonyeshwa. Hiyo ndio inaanza safari. Na pamoja na agizo hilo akapewa ahadi. Ahadi zinazosemwa ni pamoja na kufanya yeye awe taifa kubwa, awe taifa kubwa. Lakini sasa sio taifa kubwa hilo tu, na jina lake liwe kubwa, alikuze. Na pamoja na kuwa kubwa jina lake, ambariki, alibarikiwa. Na pamoja na kubarikiwa, aliambiwa atakuwa baraka. Na katika kuwa baraka huko akasema, wanaokubariki watabarikiwa, na mtu akimlaani atalaaniwa. Na kama mmewahi kusikia na kuona, sasa hivi makanisa mengi nakuta bendera ya Israeli. Wana maana gani? Sitade zao zinaanzia hapo na zinaenda mpaka Zaburi ya 122. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana, na yale mengine yaliyoelezesha hapo. Utakuta kwamba ndani ya kuta za Yerusalemu kuna amani. Ndivyo wanavyoenda theolojia. Sasa wahubiri wa leo wanaenda kwa namna hiyo, kwa mtindo wao. Mtakutana nayo tu hata msipohubiriwa hapa. Lakini ninachowaambia ni Ibrahimu awe baraka. Kwa hiyo mtu akimbariki anabarikiwa, akimlaani anarudi na laana. Alikuwa na maana gani? Mwishoni anasema, na jamaa zote za dunia, na jamaa zote za dunia watabarikiwa katika yeye. Alikuwa na maana gani? Ndipo tunapokuja somo la pili. Somo la pili, Wagalatia sura ya 6. Sura ya 3, Wagalatia sura ya 3. Mstari wa 6. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 6. Ndio anasema
Anasemaje? Anasema kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Anakuja mstari wa 7. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia mataifa haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya safari hiyo. Hao wenye imani watabarikiwa pamoja na Ibrahimu. Yeye ndiyo baba wa imani. Na nimesema ni safari ya kwenda na Ibrahimu kwa njia ya kuishi kwa imani na matendo kama Ibrahimu. Sasa ukifeli kushika somo hili, ukifeli kuenenda kama Ibrahimu, hapo una failure kubwa. Sasa tutamwangalia. Kuna mambo kadha hapa ambayo nimeona tuyaangalie. Moja, kutii sauti ya Bwana, na 2, kulitia jina la Bwana, na 3, bidii ya kazi, na 4, maisha ya upendo, unyenyekevu na ukarimu ya Ibrahimu. Sasa utashangaa kwamba mbona huwa ninarudia yale nikisema kidogo unaingia ukarimu, nikisema kidogo ninaingia, nikisema nimekuchosha. Au labda na matangazo ya Tigo mbona yanada tumefika kila kona, huwa hauchoki. Ukifunika tu unafunika basi, husikii na ujumbe mwingine. Ndio hivyo. Ukikataa unakosa wewe. Ukitangaza matangazo alafu unazima TV, unazima na mengine. Wakileta habari nono baadaye wanakatisha, matangazo yanapita, hata ya kondomu yanapita hapo. Wewe usikie tu, sio kila tangazo linazolewa kwenye maisha. Ninachotaka kusema ni kwamba tujikite sana kuishi kwa imani na matendo tuyatengeneze sawa na ya Ibrahimu, tutatoboa. Basi hakuna siri nyingine. Kwa hiyo hata kama watu, kuna injili za leo ni za mafanikio, prosperous gospel, yani njoo hapa ni kuombe, piga magoti, mpaka wengine wanaanza na kuendeshwa. Haya, anza kuendesha, utapata gari, weka gia, wanaweka kama vichaa vile. Hizo injili mnazipenda tu, lakini anasema hata wasikie, sio injili hiyo, ni uongo. Vipi mtu muombea apate gari halafu aanza kubeba wake wazaa watu? Huyo Mungu kweli yupo huu? Na wanaenda kuombewa kwa namna hiyo. Uongo. Mtaibiwa. Ni wizi mtupu. Wakisikia tuko kwenye runinga na wasikie. Wasiwadanganye watu kwamba yeyote anaweza kuombewa. Haja yake, maandiko yanasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yote, na hayo mengine mtazidishiwa. Haya maombi hata ya kuhanda tu, itakuja gari, itakuja. Kwa sababu anajua nikimpa huyu gari ufalme wangu utaenda. Anajua nikimpa hiki kitu watabarikiwa. Anajua utavuna kama utakuwa kama Ibrahimu. Utavuna. Wala kuna cha maombi mazito si ya nini ya yaro. Utaenda na kudhalilishwa bure. Lakini Askofu mstaafu Nyagawasa alisema, shusha ndoo, hapo kuna maji. Tutayaona baadaye ikiwezekana. Lakini ni waombe tu sasa, tunapoanza pointi ya kwanza ambayo ni kutii sauti ya Bwana,
ndivyo ilivyokuwa kwa Ibrahimu aliyesikia sauti ya Bwana, ambaye ni Yehova, Bwana ya herufi kubwa, ambayo tafsiri yake ni Yehova au Yahweh katika Agano Jipya. Soma lote Kutoka, si Kumbukumbu na nini, ni Agano la Kale. Kuna Bwana ya herufi kubwa, hiyo ni Yehova, ambaye ndiye who I am. Niko ambaye niko. Mtoto wa ndugu yangu, kijana wangu anaitwa Niko. Ndiyo hivyo, ni jina zuri. Niko ambaye niko ndiye Bwana, ndiyo Yehova, ndiye aliyetoa sauti yake masikioni kwa Ibrahimu. Yeye Ibrahimu wa kwanza kabisa kuanzisha hiyo safari, akasikia, akaambiwa atoke katika nchi yake. Na hiyo nchi kwenye Matendo ya Mitume tulivyosoma imetajwa Mesopotamia, na kuna mahali pengine inaitwa Uru wa Ukaridayo. Kwa sasa hivi ni Iraki. Inajulikana kwa sababu ya ile mito Tigris na Euphrates. Umenielewa? Na kwenye bustani ya Edeni, kwenye maandiko matakatifu utakuta hiyo mito ya Tigris na Euphrates ipo. Kasome Biblia yako. Sasa hapo ndio Mesopotamia. Hili neno Mesopotamia ni nchi ambayo sasa maeneo yake yale ndio karibu na huko ndio kuna Syria, kuna Uturuki. Ndio maeneo ya. Kwa maana nyingine kwamba ukianza kuwaza utaikuta na bustani ya Eden ilikuwa huko Iraki. Kwa kina Ibrahimu, Mesopotamia. Wakati mwingine ni kufanya study. Mesopotamia ni neno gani hili? Linatokana na nini? Linatokana na Kigiriki. Mesos, between. Halafu Potamos, river. Yani ni nchi ambayo iko katikati ya mito miwili. Kuna mto Efrati, kuna mto Tigris. Hiyo nchi mwambao huo uko pale. Huko kuna mto, huko kuna mto. Ndio ikapewa jina Mesopotamia. Potamos. Tunafahamu kiboko kwa Kiingereza naitwaje? Ni hiyo hippopotamus. Potamus. It is a river. Kwa Kiswahili hippopotamus ni farasi wa majini. Basi ndio maana ya hippo. Kwa hiyo kiboko ni farasi wa majini. Kafuatilie uone. Ndio hiyo Mesopotamia. Kwa hiyo alikuwa pale. Na ukitrace utakuta kwamba ndiko sasa kwenye Babeli iliko. Tunajua mamajusi wa mashariki, si ndio? Ni huko. Unajimu ni huko. Ustaarabu wa kwanza, credo civilization, ni huko, umeanza huko. Kama ni Israeli inatisha kwa teknolojia, inatikisa dunia, ni wa Ibrahimu, ni huko. Kama teknolojia sio na nini na AI, akili bandia, ni huko. Kwa hiyo ndio chimbuko. Na hiyo Ur ni mwali wa moto, ni nuru kali. Uru wa Ukalidayo, nuru. Na huko ndiko ukitrace utakuja kuona kwamba akaona atoe huko mtu ambaye atamwandaa kuwa taifa kubwa, na ndani yake aje azaliwe Yesu Kristo. Ametoka huko. Na bustani ya Eden ilikuwa huko. Na ndipo akahamisha. Kwa hiyo alimchukua mwenye mawazo ya ustaarabu na anajua mengi. Lakini kitu kingine ambacho ni cha kuangalia, ustaarabu ule unapozidi ustaarabu tunaenda kubaya.
Maarifa yanapozidi kuongezeka na maovu yanaongezeka na yanatendwa kwa weledi mkali sana. Kwa sababu msione tu kwamba kutakuwa na roboti wanafanya kazi na nini na maovu yapo. Sasa itatokea watu wanaume wataoa maroboti. Na mpaka leo tajiri mkubwa anamiliki roboti. Sijui ni kweli, na mitandao inasema amelipa ujauzito. Sasa wanawake mtaolewa kweli? Roboti amesetiwa na hana ubishi, hana ukurutu, hana kiburi. Sini programu imesetiwa. Ni msichana safi laini tu, anakubembeleza tu, anakubembeleza. Na wanaume tulivyo ni hatari. Tunaenda kwenye mabadiliko. Tusikie neno la Mungu kabisa. Tutembee pamoja na Ibrahimu, ndio upona yetu. Cryptocurrencies, Bitcoin, SPY, yanakuja hayo. Mtu atasema hapana, haya si namba 666, utabaki kwenye matako ya dunia. Dunia imetangulia. Umeona? Ukikataa kubadilika utabadilishwa. Na bora ubadilike bila kubadilishwa. Utaangukia pabaya. Lakini njia nzuri ni kwenda na Ibrahimu. Na kwenda na Ibrahimu ni safari ya kutii sauti ya Ibrahimu. Akatolewa huko, kulikuwa na miungu. Hili jua lilikuwa linaabudiwa. Balalanganubaki, wale mamajusi wa mashariki walitoka huko. Na hao ndio wataalamu wa nyota, ndio wanajimu. Hausikii Sunday. Leo ni Sunday. Hatuabudu jua sisi. Tunamwabudu Yesu Kristo. Alifufuka siku ya kwanza ya juma. Hatuna maana ya Sunday. Sasa kama wewe utakuwa msabato, naona sasa Sunday imetajwa humo. Ameisema hata mchungaji, na isema na Saturday. Saturday ni siku gani? Sio ya sayari, shetani au nini. Basi na yenyewe ina jina. Wale wenye Ijumaa ni Friday. Ina maana yake Mungu. Wale wenye Jumanne, kila siku haiponi kuwekewa jina la Mungu. Unakimbilia wapi? Ukikataa jua, wewe ni wa shetani. Ukikataa jua, wewe ni wa sayari fulani. Na maandiko yanasema usiabudu miungu. Unaponea wapi? Tukijifunia siku zimechafuka zote. Asikudanganye mtu kuna siku iliyobarikiwa, ni siku zinaenda mbele, hairudi. Kama ilibarikiwa ishapita. La sivyo labda Mungu anabariki kila inapo unaibariki tena. Lakini wanasema ishabarikiwa kapita. Sasa twende na Ibrahimu, tujue cha kufanya. Kwa hiyo kutii sauti ya Mungu, alitii yote, akawaacha miungu wote aliyokuwa na, akaenda na Mungu mmoja, Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na sisi safari yetu tuachane kabisa na miungu mingine. Achana kabisa na wazo la waganga wa kienyeji. Achana kabisa na kutetemeka juu ya uchawi, ushirikina na nini. Usifikirie kabisa kwenda kule, utakuwa unaenda kwenye laana kabisa. Na wala hakuna msaada wowote kule. Na kwa bahati mbaya sana, ninaamini hivyo, hata watumishi wa Mungu wengine wamefika mahali wakaona nguvu hazitoshi, wakaingia kwenye ushirikina. Na mimi ninasema once they are in ushirikina, they are not anymore belong to God. Naamini hivyo. Hata kama atahubiri mpaka wa atapike hapa, kama yuko na nguvu za ushirikina, hayuko na Mungu. Na usipokuwa na Mungu, hao wa namna hiyo ndio wanakuja wengi. Anakuja anakutegeshia, anatega madude yake hapo kwenye njia fulani na njia fulani. Mtakapofika wewe si
hujatii sauti ya Mungu. Maana yake utakapoyakanyaga hayo, atakaye kuja kukusaidia ni yule aliyeyatega. Na mpaka labda aje yule ana nguvu ya Mungu. Ni wawili tu. Aliyekutega ndio atakuja kukutegua, na aliye na nguvu za Mungu ndio atakaye kuja kukusaidia. Lakini hata watumishi wa Mungu sasa, usione kila mtumishi. Kaa kiroho upime. Usiende kila mtumishi imetokea hapa, haleluya 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 haleluya. Hiyo haleluya haleluya, una kipimo gani? Una thermometer gani? Una thermometer? Thermometer yako ni kuzama kumtii Mungu, na mwenye maombi atakufunulia. Siku moja, siku mbili anakuombea, utamjua hapana, kwa sababu uliye naye ni mkubwa. Sio sawa na miungu ile ya Babeli, aliikimbia. Bwana Yesu asifiwe. Ni waombe wapendwa ya kwamba tuanze safari pamoja na Ibrahimu, tumtii. Kwa hiyo yeye alianza safari. Kwa hiyo pointi zingine ambazo tunaweza kuziangalia. Pointi ya kwanza ni hiyo, kutii sauti ya Bwana. Chini ya pointi hiyo, hakikisha unaachana na matendo maovu, yale maovu yaliyoonekana kwa Bwana. Ibrahimu ilibidi aachane kabisa na kila kitu, aachane. Akaanza safari, tena safari hajui anakokwenda. Imeanza safari hiyo, halafu akamchukua na nani? Akawachukua na Lutu na mkewe Ibrahimu, ndio walioanza safari hiyo. Lutu kwa nini? Kwa nini Lutu? Ibrahimu baba yake alikuwa ni Tera, lakini watoto wa Tera alikuwa ni Ibrahimu, alikuwepo na Harani, alikuwepo na Nahori. Sasa Lutu alikuwa mtoto wa Harani, na huyo Harani alikufa mapema. Kwa hiyo alipokuwa anaitwa na Bwana, huyu Lutu alikuwa analelewa na Ibrahimu. Kwa hiyo anapoondoka ilibidi aondoke naye. Na alipokuwa anamlea hakumbana, na yeye Lutu alikuwa na vitu na alikuwa na mifugo. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba unapokuwa umeitwa katika safari hii, utakuwa na mahouse girl, mahouse boy na watu wengine. Nenda nao katika safari hiyo na usimuone. Nikuta mama mmoja ana house girl, ameachia mlango, kainzi kamoja kameingia, si tuwili. Ameambiwa hautakula mpaka ukasake yako kainzi ukatoe. Hivi inzi unaweza kumuweza kwenye vyumba vingi sebule hiyo kuangalia inzi mpaka atoke inzi? Ni mtihani mkubwa. Naambiwa hakuna kula, na usipoangalia atakukata mshahara. Ni ukatili wa aina yake. Kwa hiyo tenda mema ukiwa na mtu anafanya kazi house girl, hakikisha ameenda katika safari. Kama hayuko kwenye safari, usimfukuze, nenda naye, lakini matendo yako ndio injili yake. Atamuona Bwana. Fanya kama unavyoweza. Muombe, piga magoti, unamwombea. Hiyo ni pointi ya kuacha. Pointi nyingine ni ya kuchagua kwenda na Bwana. Chagua, acha miungu mingine. Chagua, utatembea na Bwana maisha yako yote. Chagua. Na hiyo ni pointi. Na pointi ya nyingine chini ya hapo ni kutambua wito wa Bwana. Utambue wito. Utambue umeitwa. Inawezekana kabisa. Ukiwa mtu wa maombi utatambua umeitwa. Wito huu hausimami kama wito. Una package yake.
package hiyo unaweza kuisoma katika Warumi sura ya 8 mstari wa 29 hadi wa 30, ya kwamba alitangulia kutujua. Ametujua tangu asili, amekujua tangu asili, halafu akakuchagua tangu asili ili uje uwe pamoja na Yesu Kristo, halafu akakuita wito na akakuhesabia haki na akakutukuza, akamaliza kila kitu. Inabakia sasa wewe unapokuja kuweka mimba, haitaharibika hiyo mimba, kwa sababu tangu mwanzo anakujua. Hata kama kuna nini, sile kama una mume anakupiga na bunda hata tumboni, mpaka unalani, mpaka na damu zinatoka, unakuwa na yule aliyechaguliwa, alijulika atatoka salama kabisa. Hata kama utaamua abortion, unaenda kwenye vichaka, hata siafu hawatamshambulia, hata panya hawatasogea pale. Mungu atakuwa pale mpaka atakuja kutokea. Aliloliona tangu mwanzo litatimia. Na ndio sababu wale wanaojiita wachawi kuua watu ni nuksi ya pekee, na kifo chao ni kibaya. Ni kifo kibaya, acha wafe, lakini watakao kufa ni wale walioitwa tayari, ambao Mungu ameweka mlango pale. Ndio hawa watakao ruhusu kupitia hiyo. Mchawi wako ni yule atakaye kuloga wakati umeisha, usiku umekucha. Lakini maisha ya hao wanaoroga hao, ni mabaya, na wanakufa kifo kibaya, na huko mbele huko kuna moto. Usitamani. Simama imara. Na pointi ya pili ni kulitia jina la Bwana. Ule mstari ile wa Mwanzo sura ya 12, ukienda mstari kama wa 5 pale au wa 4, alilitia jina la Bwana. Hapo sasa ninaomba tuumbe kitu. Ni safari ya Ibrahimu kwanza ya kutii sauti ya Bwana, na katika kutii sauti ya Bwana ndio achana na miungu, chagua kumfuata Bwana na tambua wito wako. Lakini pia sasa tunapokuja kwenye pointi ya kulitia jina la Bwana, Ibrahimu alikuwa ni muombaji kabisa. Na kama wewe ni mtoto wa Ibrahimu lazima utii, lazima tuwe hivyo. Sasa maombi hayo ni ya kila wakati, ndio maana aliweka kulitia jina la Bwana. Na kuna maombi maalum. Maombi maalum ni maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga. Sasa kwa bahati hakuna mahali Ibrahimu ameandikiwa alionekana anafunga, kwa sababu yeye full time alikuwa ni mfano. Lakini kwa kuwa Biblia yote, habari zote kama kuna za kufunga zimetokea kwa Ibrahimu aliyemjua Bwana, na kufunga kote kumetokea kwake. Haiwezekani kabisa yatokee mambo mapya huku. Sasa ndio tumetangaza kwamba tutakuwa na siku, ngoja nipunguze sauti, tutakuwa na siku ya Ijumaa ya kufunga. Inategemea moyo wako, moyo wangu. Utakapotii sauti ya Bwana, funga. Yatakayotangazwa kwamba tutaombea 1, 2, 3. Sasa usiache hayo tu, weka na ya kwako ambayo unayajua wewe. Na siku hiyo tutafunga. Kuna aina tofauti, taonyesha kidogo. Lakini kufunga huko jioni sasa tukikutana ni maombi, kama ambavyo
tutaonyeshwa, tutaongozwa. Lakini kitu kinachoomba, kitu ambacho kinaangaliwa ni moyo. Watu wangu wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Limeandikwa hivyo, lisije likawa la kwetu hilo andiko. Tunaomba kwa moyo, na tunatakiwa kabisa kuomba kule. Maombi hayo yanatakiwa yawe ya umakini, na moyo wako uwe makini, ili ubomoe kuta za yule mwovu ibilisi katika familia yako, katika maisha yako, na katika maisha ya kanisa kwa ujumla. Jua hatutasimika hata nguzo moja hapa. Kuna nguvu moja wapo zipo zinazozuia nguzo. Ukitaka kuchomeka nguzo hapa, ni gharama ya maombi, ndio nguzo moja nani hapa. Tutajenga makanisa, tutapokea kadi, tutasaidia kununua magari ya mapastoreti ya makao makuu, tutafanya, lakini hatutakuwa na usafiri hapa, hata pikipiki hatutaweza. Na ni uchawi wa shetani kwamba piga injili hapa ndio kwenye mtima. Unaweza kutembea waumini wako 400, nimeshituka leo, wa mtandaoni 300, jumla 500. Kwa hiyo lazima wawe 200, sisi wenyewe tu wachache kuliko wanao tu tazama. Umeona? Ulikuwa unafuatilia. Na tutazidi kulegea kama polio. Siri ni moja tu. Hatuombi, hatumwendee Mungu, hatutoboi. Kama bila nyenzo hiyo hatutatoboa. Shetani anajipanga. Tutakuwa tunaona tutafanikisha huko, tutafanikisha huko, tutapeleka injili kule, tutaenda Nemba, tutaenda na wapi, watabarikiwa. Lakini hapa tutashindwa hata kufika tu machimbo hapo. Patakuwa parefu sana. Tutaenda kwa mamilioni, lakini machimbo ni sehemu ndogo tu, hata boda tunaenda. Lakini hatutafika Segerea, tutakuwa na polio. Tutapigwa upofu, hatujui. Kwa hiyo ndio maana yake ni kwamba sasa kulitia jina la Bwana, kama kutapungua kiwango, hatutoki mahali. Takuwa nikitembea hapo, nimechoka, basi unarudi umechoka, unapanda hii na nini, unachoka, unapanda hii. Kuna watu, kanisa liko miguuni, haliko maofisini hapo, halipo hapo. Kanisa liko miguuni. Nenda kwa watu, ukutane nao. Ndio Yesu alikuwa anatembea kwa watu. Na wengine wa maofisi ukiliwekea na kiyoyozi ndio muda wote uko ofisini, kumbe masaa 3 umelala ka kiyoyozi na hili joto. Na shetani anakatengeneza vizuri. Ni bora na joto. Tembea. Sasa tutembee. Kwaya tutembee. Tuende. Omba tu, hata kule Chanika unasema kwa wengine. Haya tutachagua Mongo la ndege jiandaeni, muwaite Antiokia waje. Humo Antiokia hata kama hakuna mhubiri yupo, hata Neema Ndila atasimama, gospel itapigwa. Hata nani atasimama, watahubiri. Msitake wahubiri mpaka magalama na mabajeti. Hiyo injili ndio tumeizoea. Sabato wanakulaga viazi tu, wanachapa injili. Sasa sisi mpaka tumuite huyo milioni. Sasa milioni. Nguzo moja hatujaweka milioni. Sasa hapo tutacheza na ustaarabu, tutacheza na mapokeo, tutacheza na, lakini haitaenda. Na Mungu hata tubariki. Kwa hiyo tulitie jina la Bwana. Sasa nawaomba tusome mistari fulani, alafu ninataka leo nikomee hapo kidogo.
siende sana, alafu tuwe na muda wa kuomba. Sasa niwaombe tuangalie Mathayo sura ya 6 mstari wa 16 na wa 17. Na mwingine aandae Isaya 58 mstari wa 2 hadi wa 10. Haya, Mathayo 6:16 na 17. Nani amefika? Mathayo 6:16 na 17. Mathayo sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 17. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, ambao wao udhani ya kuwa watasikia kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Mstari wa 16. Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana. Maana hujiumbua nyuso zao, ili wao waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso. Mstari wa 18. Ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Yoyote yale, usitegemee mtu akuone nimefunga, nilikuwa na 3 kavu, si ngapi kavu. Bali unamtangazia nani? Ukimtangazia unataka wakuone, Mungu hahusiki na hayo maombi, anakuacha. Si wewe unataka wasikie wakuone unafunga. Basi wamekuona na wabigweleja, umewasikilizia. Basi si ndio ulikuwa unataka? Yeye anasema ulitaka hiyo, umepata, si unasikia. Kwa mimi je? Kwa anataka asichangie hizo habari, anataka ziwe za kwake, wewe na yeye. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo kufunga kote tunatangaza tunapokuwa pamoja, ndio maana tumetangaza. Sasa hili lisiwe tangazo hata mitaani, Ijumaa sisi tuna Ijumaa. Hapana. Mwambie Bwana, ndiye anataka ajue. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hiyo Isaya 58 mstari wa 2 hadi wa 10. Basi wapeni mic. Isaya 58 mstari wa 2 hadi wa 10 inasema, imeandikwa, walakini wanitafuta kila siku. Walakini wanitafuta kila siku. Walikuwa wanafanya hivyo Waisraeli waliotokana na Ibrahimu kabisa. Upenda kujua njia zangu. Watu wanapenda kujua njia. Waisraeli walikuwa wanafunga, wanataka Mungu aonekane. Kama vile taifa waliotenda haki. Kama vile taifa waliotenda haki vile Mungu analalamika. Wasioacha sheria ya Mungu wao. Wanaonekana ni kama wasioacha sheria ya Mungu wao, wananitafuta kwa bidii zote. Utaka kwangu amri za haki. Wanataka amri za haki. Wanasema kama makanisa hata ya leo tunajitahidi sana. Ufurahi kumkaribia Mungu. Wanafurahi kumkaribia Mungu. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Tunakuja nyumbani kwa Bwana. Huku usema, mbona tumefunga
lakini uoni? Lakini wanaanza kuchunguza na kuona mbona tunafunga, mbona tunakuja kanisani, mbona tunatimiza yote, lakini huyu Mungu mbona haoni? Mimi nimeomba mara ngapi, nimefanya mara ngapi, nimefunga mara ngapi, mbona haoni? Endelea. Mbona tumejitabisha nafsi zetu, lakini uangalii? Kumbe tunajitabisha sana. Mimi sikula ni mifungo mingapi, ni miezi mingapi, lakini Mungu haoni. Endelea. Fahamu siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Anasema mjue siku ya kufunga kwenu labda mnatafuta menyu, maakuli tu na starehe. Eti miezi mingapi na Ramadhani. Eti wakati wa Ramadhani hakuna kutenda mabaya. Baada ya hapo sasa unaweza kufanya unavyo. Mungu gani huyo? Unajichuma wakati wa mfungo. Ngoja nimalize mfungo atanikoma. Kwa hiyo mfungo, baada ya mfungo atakukoma. Sasa ndio hivyo. Endelea. Na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Kwa hiyo wanaotenda kazi wenu ni kama mnawalemea, maana wao ndio wanafanya kazi, halafu mapato mtakuja nyinyi tulikuwa tumefunga. Endelea. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana. Wanafunga na kushindana na malumbano na kugombana. Na kupiga kwa ngumi ya uovu. Inaitwa ngumi ya uovu, yani maovu yoyote yasiyoenda na sheria ya Bwana yanaitwa ni ngumi ya uovu. Ni ngumi ya uovu, ikienda kinyume ni ngumi ya uovu. Yani ngumi ya uovu maana yake yani uovu mzito kabisa, mnagongana maovu na maovu, ngumi ya uovu. Endelea. Amfunge siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Anachotaka ni kusikizisha sauti yako juu. Unapofunga hamfungi, anapopima mioyo ya watu yeye anaona huyu amefunga kweli na mwingine hajafunga kweli. Endelea. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Saumu ni ile ni kule jina la kufunga la mfungo, ndio kwa jina jingine saumu au mfungo. Anauliza, je, saumu niliyoichagua ndio ya namna hii? Mbona haielewi? Ndio ukifika mstari wa 10 basi saumu hiyo anagombana na saumu na kufunga huko kukoje. Endelea. Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Kumbe mnaona ni siku tu ya kujitapisha, mimi sijala na nini, unatabika. Kwani ndivyo hivyo? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake. Wengine walikuwa wanatanda nguo za magunia na jidhili, maana kufunga wakati mwingine ni kujikataa, kuusurubu mwili, kuona si kitu, sikupi raha zako, siji kutokunywa maji, si na nini na sinywi maji, sinywi soda, hapana, mimi namtafuta Bwana. Watu wanapomtafuta, zamani walikuwa ni magunia kweli, atakuwa mweupe na majivu na nini. Japokuwa katika Agano Jipya limegeuza kusema kwamba jipake mafuta nawa uso, sio mpaka lazima upake mafuta ndio kanuni ya kufunga. Ana maana tu ya kwamba usije ukakaa mweupe na kuonekana umejinyanyasa na kujinyanyapaa ukaonekana kwamba umefunga. Hiyo yote anataka asijue mtu. Endelea. Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Wewe unafikiri ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Kweli watu wanaweza wakafunga na wakatimiza yote, lakini Mungu bado anaangalia moyo wa kila mmoja. Endelea. Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Saumu niliyoichagua sio ya namna hii. Anaanza kuonyesha sasa saumu ambayo amekataa ile nyingine, anataka sasa ile ambayo ni yenyewe. Isikilize sasa. 1. Kufungua vifungo vya uovu. Kufungua vifungo vya uovu. Tunapoomba tunaharibu nguvu za giza, nguvu za uovu, kuharibu kabisa. Kama ni madhabahu imechezewa, tunaiosha tena kwa jina la Yesu, tunatakasa kabisa mahali hapa. Akiingia kama bundi sio bundi, ndege wa kawaida ni bundi wa namna yake, artificial bundi, anaondoka.
na ni siku ambayo ni ya kuteketeza na kufungua wale waliofungwa na vifungo fulani, bila hata kumwambia atafunguka. Mambo yanaenda ndivyo anavyotaka. Kama tunafunga tunalenga mambo kama yaendelea. Kuzilegeza kamba za nira. Kuzilegeza kamba za pingu watu waliofungwa kiroho tunalegeza. Endelea. Kuacha huru walioonewa. Walioonewa wawe huru, ndiyo maana yake. Na kwamba mvunje kila nira. Kuvunja kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumbani mwako? Kuwagawia wenye njaa chakula chako. Ukarimu. Umwonapo mtu aliye uchi mvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Tabia za kuchambua, huyu amevaa nini? Ndio kanguo hako tu, kila siku anavaa hako tu, wala wakati mwingine umekaona leo hajanyosha leo. Nani unachambua? Hiyo ndio humo uko nyumbani kwa Bwana, au unapita huko unasema. Hiyo inasema kwamba kama umeona huruma machoni pa mtu, huruma imekujia, ndio jicho la Bwana amekuonyesha. Tenda kitu kwa huyo, wala usingoje shukrani. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Anasema na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Tukomea hapo kwanza. Utukufu wa Bwana. Kwa hiyo ndio haki yako itatokea kama nuru. Hapo ndipo atasikia. Kwa hiyo sio kufunga tu na kuna nini wewe hapana. Ni kufunga, unasikizisha sauti yako. Unahakikisha umebomoa kamba, umevunja kila nira. Halafu tena jicho linakupa mtu anahitaji huyu. Mpelekee, si unacho na mpelekee, hitaji lake liishe. Likiisha hilo hitaji, atamuona Mungu. Na kamwe usiruhusu akuone wewe, asikufanye tegemeo. Usiruhusu. Wazungu tulikuwa nimekuwa misheni. Kwa hiyo ukisema ukitaka kumpa mtu nani, walikuwa wanavileta kwa kuogopa kuonekana, walikuwa wanavileta kwa mchungaji. Wanaamini mchungaji, na mimi nilikuwa ninawapelekea wanafunzi. Wanawagawia hiyo hapo, ada ni hiyo ada. Anaona kanisa la limetoa, kanisa sisemi nani ametoa, Mungu ametoa. Unasema Mungu ametoa. Tulikuwa tunafanya hivi, Mungu ametoa. Walikuwa hawataki, wakisema nimepewa na wazungu, anaweza akafunga hata safari. Siku nyingine amepungukiwa, na muona si fulani huwa ananipa, anafunga safari, atakutungia bajeti. Umenielewa hapo? Tenda wema uende zako. Sije ukafanya watu watengeneze bajeti, watakutengenezea bajeti. Ila watu wakikomaa watafanya makubwa, na kanisa litanawili, na watang'ang'ania kanisani. Ibrahimu alikuwa hivyo, na alikuwa mtoaji mzuri. Na ndio sababu ile siku alikuja malaika, walipokuja malaika aliwakarimu mpaka akajua na siri za huko walikokuwa wanaenda Sodoma kuchoma. Akapata na ile ahadi ya mke wake kuzaa mtoto, katimia hapo hapo. Ukarimu unalipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapo tutoke, lakini ni wataarifu kitu kingine. Ibrahimu alimtolea zaka. Alitoa zaka. Sasa utalijuaje hili? Sio kwamba usome kwa sababu ya muda wetu. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 hadi wa 20 unaweza ukaandika ukasoma. Utakuta Ibrahimu alipopewa nguvu za kwenda kumrudisha Lutu aliyekuwa ameng'ang'ania kwa tamaa zake, mpaka akakaa Sodoma. Vita vilivyokuja, akadhaniwa na yeye ni Msodoma, akatekwa na mali yake yote. Watu wakaenda kwa Ibrahimu,
yule mpwa wako Lutu katekwa na vyote vimeenda. Akatoa vijana wake 300 kwenda kupigana kumrudisha Lutu. Lakini Lutu alikuwa na tamaa. Wamegombana wachungaji wao. Ibrahimu akasema, unajua sisi ni ndugu, solution tugawane hili eneo. Wewe ukienda kushoto, mimi naenda kulia. Ukienda magharibi, mimi naenda mashariki. Chagua basi. Akampa kipaumbele. Leo halipo hilo. Utajianzia kwanza wewe. Lakini alimpa kipaumbele. Alipopewa kipaumbele, kachagua lote lililonona kuelekea lote, mwelekeo wote. Akafika mahali linakomea hapa, mpaka wao ni hapa, lakini linaendelea kunona mpaka Sodoma. Akaongeza hema lake, akaenda kukaa Sodoma, akaona hili lote liwe langu. Wa Sodoma nao wakamwangalia, hawakumsemesha, endelea kukaa. Akakaa. Lipokuja vita vimekuja, yanayopigana yanajua mipaka ya Sodoma ndio huku mpaka huku. Lutu yumo ndani, na huyu Lutu ni Msodoma, mpaka unakomea huko kwa Ibrahimu, hatupige. Akapigwa, akaenda. Tamaa. Ibrahimu hakuwa na tamaa. Kama usiwe na tamaa. Mungu ndiye anayekupa. Fanya unavyoweza, toa unavyoweza. Kanisani timiza yote. Unamhudumia Mungu, unahudumia safari ya Mungu, utapata ujira mwingi mno. Kwa hiyo ni kuliitia jina la Bwana. Ni pamoja na matoleo hayo, ni pamoja. Sasa nyingine nisimulie ile Danieli sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 3, alafu na Luka mstari wa 11 hadi wa 14. Nilishawahi hata kulisema, kwa hiyo nilisimulie tu kwamba Danieli alikuwa naomba. Danieli alikuwa naomba. Alipokuwa anaomba, amefunga muda wa majuma 3. 3 mara 7 21. Mfungo wake ulikuwaje? Utasoma vizuri. Hakula chakula kitamu na vitu vyote vitamu alijinyima. Kuna mfungo mwingine hakuna kula nyama, soda hakuna, chai hakuna, maji tu. Ugali wa muhogo, aidha na mlenda. Simpaka kuku broiler na nini. Hakuna cha broiler, hakuna cha chai, hakuna cha mkate na siagi na karanga, lete marazalo karanga tena kule na nini, unachanganya, unapiga tu menyu hiyo. Ugali wa mtama, labda chakula hata hakina, ili mradi tu ikuwezeshe kuishi na kuwa na nguvu za kuweza kuomba. Kama usifunge mpaka ukashindwa hata kutamka. Mungu hajakusudia ufunge ukawe kama chura hivi. Sisi utamuomba saa ngapi? Hana maana ya uchura. Kufunga sio uchura ule. Mtakiwa uwe na nguvu. Ukitamka hata ngome itikisike kweli. Sio kwa Yesu. Unafikiri anataka hayo mahangaiko? Anataka ile ni kunyima mwili mahitaji yake. Anasa zote, wanawake, nini, achana navyo. Uko kwa Bwana. Sasa unapokuwa kwa Bwana, hayo mengine achana nayo. Vyakula vile inatosha. Hata kama ni muhogo tu wa kutafuna, utanisababisha niende kwenye mlima ule kama huna mahali pako nani. Sasa kama umeshindwa hata kwenda kwenye mlima, sasa utaombaje sasa? Kwa hiyo unatakiwa kabisa kwamba point ni kwamba umesimama kwa Bwana kuomba. Sio uchura, kwamba chura mwingine aliwekwa kwenye maji, anaanguka kwenye safuria. Katoto kengine katundu kakasema hatoki.
Kakasirika, kakachukua, kakafunika hilo safuria, kakaenda kuweka kwenye jiko la gesi. Kanajua kwa cha moto wa gesi. Kalewanza kwa akaanza kunani, kakaweka jiwe juu. Katokota yule chura. Amekuja mama yake, nini eme? Alikuwa ameng'ang'ania huu mchura. Ameshakuwa mchuzi. Wewe mtoto unapiga chuvi. Unapiga chura. Unakula chura leo. Alikuwa anasumbua tu, aling'ang'ania huu. Akapikwa supu. Supu ya chura ikapikwa. Haina maana sasa uanze kuomba mpaka uishe kama chura, umeanguka kwenye maji, hata uombe umeshindwa. Mungu hataki uchura, anataka ufunge na uombe una nguvu. Ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo kufunga ni kujinyima raha za mwili. Kwa hiyo sasa Danieli aliomba majuma 3. Hakula chakula kitamu tu. Pengine maji alikunywa, lakini alikunywa. Tamu wa madoda ya tumbo atafunga tu. Analania, lakini baada ya majuma hayo, ndio anatokea nani? Malaika Gabrieli. Ewe Danieli upendwaye sana, nilikuwa tayari kuleta majibu tangu siku ile ulipojipa discipline hiyo. Nilipewa nafasi, fursa ya kuleta majibu, lakini mkuu wa Uajemi alinipinga. Shetani na majeshi yake walimpinga. Siku hizo 21 shetani alikuwa na majeshi amepingwa. Gabrieli akashindwa. Alikuwa ni malaika anayetumwa, alikuwa na nguvu, lakini majeshi yakamshinda. Mpaka akaja malaika mkuu Mikaeli, akaanza kupambana na majeshi hayo, ndio akapata nafasi ya kuchomoka kuja kumwambia Danieli. Lakini ni kwa sababu tu ya maombi ya Danieli. Maombi yanazidi kiwango mpaka yakafungua hata milango, ikamshinda shetani. Sasa wewe penda kula tu kila leo unanawili tu, makeup kama zote za kucha za nini. Mwanaume na wewe ni suti tu kila leo, umetulia tu. Kama ni kijana kumpata mwanamke mwema anatoka kwa Bwana, magoti. Sasa wewe taka wale wakuja kumsemesha mara moja, ndio hawa ndio Bwana, bora awe mgumu. Hawa hivi tu kukonyeza tu amekonyezeka. Haya. Wale wagumu ndio wanatakiwa, wagumu. Aliye mwepesi, na wengine usifikiri kwamba wewe ni handsome peke yako. Na wengine ataenda na atakonyezwa hata na lemiongala. Ataenda. Si ana hela. Change. Ataenda. Mgumu. Hiyo ndio mgumu. Tafuta mgumu. Sitafute mwepesi tu. Ka 1000 tu anakufuata kama ka 1000 tu. Kitoa kama Msimbazi ndio basi atakuwa nyau kila leo. Mgumu. Huyo ndio mwanamke mgumu. Tafuta mgumu. Hata kama urudie mara 10 anakataa tu, mara atakapokuja kukubali kweli huyo. Haya. Sisi tunatafutaka wagumu. Wewe tafuta mwepesi. Wa wote. Sio wako peke yako, wa wote. Jamvi la wageni. Mkeka. Mswala. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Magoti anatosha. Kwa hiyo mimi nilitangaza mengi kulingana na muda wangu. Sasa saa 4:38 nataka nikomee hayo. Siku nyingine itakuja tutaendelea na safari ya Ibrahim. Lakini niseme kwamba kutii sauti ya Bwana ni sehemu ya safari ya Ibrahim.
Na katika kutii lazima uache matendo maovu, lazima uchague kwenda na Bwana, na ni lazima utambue wito wa Bwana, sauti ya Bwana na yote ambayo yanatakiwa. Lakini cha pili ni kuliitia jina la Bwana, na iwe kila wakati. Tengeneza ratiba, asubuhi, mchana na jioni. Ule wimbo omba uamkapo, ule ndio maana yake hapo. Na Danieli alikuwa hivyo, na watu wengine wa Mungu, watu wa maombi, kuliitia jina la Mungu kila wakati. Asubuhi omba, mchana kiwa saa 6 au saa 7 omba, jioni omba. Na usitegemee sana mpaka wakuone unaomba. Kiwezekana asijue mtu kama unaomba, hata ajue kama huwa unaupiga tu. Mwenye kujua ni Mungu. Usitake kujulikana na binadamu. Kwa hiyo maombi maalum ni ya kujinyima. Ndio haya tunataka tufanye. Na niwaombe vijana mjidhatiti, na hata kwaya. Siwe wa kuomba tu kama Nemba imekaribia au Lindi au Chang'ombe au wapi. Msisubiri matukio. Jiandaeni kikamilifu. Ikiwa ni mvivu na subiri matukio, limefika tukio, hata kujibu kwake ni wasiwasi. Inawezekana asijibu kabisa. Wewe waombe kabisa. Kuliitia jina la Bwana ndio nembo ya safari ya Ibrahim. Na kama tutatii hivyo, hayo mawili tu, kama tutatii, matokeo yake zile baraka tutazipata. Sasa kwa hapo niseme sasa kwamba kuna mtumishi wa Mungu atakuja hapa huyo Mchungaji Mboje. Tujiandae kikamilifu. Sio kwamba tujionyeshe kwake, ila tutende kitu ambacho Bwana atakuja kutubariki. Kiwezekana hata mmoja unapokuwa na nini, kama ni ya jumla na ya mmoja na nini. Halafu mimi ningeshauri kwamba tumepangiwa 500,000, kuanzia 500,000. Kwani tukipiga mpaka milioni, kwani tuna hasara gani? Tukipiga mpaka milioni kulingana na nafasi ya mtu, sio shuruti na sheria. Lakini hata tukipiga milioni, kwanza niwaambie siri, wakati wote ninapopokea kwamba hata kama nitegemeza ya mchungaji, nikishika naanza kwanza kutetemeka. Kula cha Bwana, usifikiri kwamba hicho unachotoa ni cha kwako. Umekitoa kwa Bwana, kinakuja kwa Bwana. Halafu tunapoomba ndio ninakichukua kwa Bwana, ninakitumia mimi. Tuelewe hivyo. Unapotoa wewe unatoa kwa Bwana. Hata usiniangalie mimi kama mimi, unatoa kwa Bwana. Muangalie Bwana, halafu mimi ninaenda kukipokea kwa Bwana. Mikono ninayoipokea na kipokea kwa Bwana, lakini mikono inayokupokea Bwana anakupokea wewe. Sio kama unanielewa. Mungu anakupokea unapokuja kutoa. Hata hiyo tegemeza, mikono ya Mungu haionekani, lakini Mungu ndiye anapokea, anatunza hapo. Wakati wa kuitumia, mimi ndio ninaenda kupokea tena kwa Bwana, ninachukua kwa Bwana. Sasa najiuliza, hivi kweli nililipalilia lile shamba kwenye kona ile? Ni hivi nilifika na wapi? Hivi kuna lazima ujitafakari mapema. Sio kurunda tu na nile suti kama niko Ukonga, niko Chang'ombe, niko Magomeni.
ukipelekwa Kinzuti mvua unasema mvua tena. Hawajatumwa, Roho Mtakatifu hajatuma mvua tena. Sikutuma, tulikaa mvua, tulipiga ufuta, tulinani pamoja na nini, tuliishi. Na sio kwamba tulikuwa na tuondoke bwana wadada, waambie tuliishi. Nilikuwa najenga na shinda hapo kwenye nyumba ya kichungaji, nina mpaka hapa palikuwa panabaki peupe kama kwamba yupo, wanaanza kuja amesharudi, mbona haijaisha. Palikuwa panafaa kwenda kurudi pale. Kwa hiyo nilikuwa hapo mimi mwenyewe na ninahakikisha. Kumbe nilikuwa ninatengeneza hata aluminium za hapa. Na kuja kushtukia mkasema tuweke na aluminium. Kumbe nilikuwa naweka aluminium huko. Tunaangalia sana. Unaogopa. Hata uchungaji sio mali yangu. Mimi ni kuhanda. Uchungaji ni mali ya Mungu. Sio vazi la kujisifia, la kujivunia. Mara nyingi nilikuwa mwoga, ila sheria ikanibana. Nilikuwa napenda kuvaa tai, hata kanisani napenda tai. Nikabanwa siku moja. Nikanyoka, nikasema ni utaratibu, sinani hapo. Wakati mwingine naweza kuonekana sijui ni mheshimiwa sana, sipendi sana, lakini ninapenda sana nichanganyike na watu, hata wasinijue watu huyo ni mchungaji, hata sinijue. Kwani uchungaji ni kazi. Ikulu sio pa kukimbilia. Kwa jamani, ninawapenda hata kama nitakwaza au labda nina mapungufu. Watumishi wote wana mapungufu, ni binadamu wale, sio malaika. Lakini tuvumiliane tu. Tafuta hata kama ni usafiri, hata kama ingekuwa gari ya milioni 100 na kidogo, nakaa tu. Hata kama huna suti unakaa tu, hata kama ni wa kawaida unakaa. Sio mpaka labda gari ya 100 uwepo mchungaji mpaka toka huyo ndio mchungaji. Wengine ni wepesi hata kuonyesha huyo ndio mchungaji wangu. Kama hajakaa vizuri hamuonyeshi, hamna nani. Hata uchungaji wa maonyesho una madhara yake. Una madhara yake. Sio hatukatai, unadhifu lazima uwe nadhifu, lazima, na mimi najitahidi, sio kama niwaangushe sasa ndio mchungaji wa Ukonga. Alafu ninachowaomba ni kwamba tusimame na kazi ya Bwana, iende kazi ya Bwana. Watu wamuone Bwana kupitia kanisa hili. Ninyi hawa mnatosha, mmebarikiwa, ninawapenda, zinanitosha hizo mnazonipa nyinyi, zina baraka, lakini zitoenye kwa moyo, mzitoe kwa Bwana. Mimi nazichukulia kwa Bwana, na mimi ninapokula ninafanya kazi ya Bwana mpaka siku ambayo mtatokea kuniaga. Ninaomba kumbukeni watumishi waliotoka wakapita yale mazuri waliokuwa wanana, muongeze package mpaka na ya kuhanda. Mkifikia hapo najua mmehitimu chuo kikuu. Naweza ukaenda chuo kikuu ukatoka Mkapa ikawa chuo kikuu, badala ya chuo kikuu inakuwa chuo kikuu. Kwa hiyo wanaoendaga chuo soma kabisa. Sio kama hizo una licheti linakuta una degree, lakini sasa pewa kuifanya hiyo kazi haujui. Mbona mpaka Magufuli akasema sasa naomba kesho uje na cheti chako nione kama ulisoma kweli wewe. Unazungumzia mchakato wakati budget imetoka. Wewe jamani, Yesu anataka matunda, sio majani. Tuzae matunda. Tuhubiri Injili. Kisarawe twendeni. Sijui zamu ya nani. Hizo pange tu sasa tuanze kushikana. UVC Kisarawe wiki hii. Mtajua mtaendaje kama Magufuli alikuwa anasema hapo mtahamia. Mtajua mtaendaje. Itatokea tu nauli zitapatikana tu mtaenda. Nani hapo wiki nayo wena Antiokia Kisarawe. Tuhubiri na Injili huko. Tusizipeleke Nemba tu. Tukazipeleka Lindi tu. Tukazipeleka sui wapi huko Changanyikeni. Kule tuzipeleke na wapi? Na Kisarawe.
Kwa hiyo ndio nimemaliza hivyo. Sijui Antiokia, sijui mtajipanga Kisarawe. Ikiwezekana hata kama ni wiki ijayo Kisarawe. Ikiwezekana kama hujajipanga vizuri wiki nyingine Kisarawe. Nendeni Kisarawe. Mimi ndio nimemaliza hapo. Kigoma kwenda Kisarawe. Haya, mimi sina hata fimbo kwanza. Ila Bwana ndiye anayejua kwamba umefanya, hujafanya, kipimo kinatoka kwa siku atakaporudi ndio utajua. Naomba sasa tumalize kwa kuomba kwamba ikiwa unajua ni nini? Haiwezekani kabisa kumaliza tunatoka kwa Bwana eti bila kuomba. Kama kuna mtu anahitaji lake, usirudi hivyo, usirudi nalo, usirudi na kiu yako, usirudi mtupu. Mimi ni mzoefu, nilikuwa muumini, nilikuwa mnyenyekevu, nilikuwa hata sio nilikuwa ninatoka hata mbele nikiwa mhudumu wa kanisa. Nilikuwa natoka mbele. Anasema tena mhudumu ametoka mbele, utajiju. Kila mtu anapambana na hali yake. Kuna natoka mbele. Anasema huyu nani baadaye wakaanza kuniita Luka mtakatifu. Wakati wengine pastor, sijawa hata mzee wa kanisa. Kuja kushtukia nimekuja, mchungaji amesema mnasikia kanisa, huyu kijana huyu tangu sasa ni mhudumu. Hata hakuna utaratibu ule, nikaingizwa. Mimi nimeishi na utumu wa namna hiyo. Nikaomba, mbona sijachaguliwa na watu? Nimekuchagua. Ndio mimi ndio mtu, mimi ni mchungaji, nisikie. Mzee mpaka jasho linatoka hivi. Nikasema nikimbishia tavuna laana hapa. Nikaingia kwenye uhudumu wa kanisa. Mpaka nimetoka na wito kwenda kusoma majarida nikiwa mhudumu wa kanisa. Kwa njia hiyo tu nilikuwa ninatoka na uhudumu wangu, ninaombewa, ninaogundua mambo yanaenda. Huwezi kunikuta ninafikiria ushirikina wala uganga wa kienyeji wala sijui nitakuwa sijui bundi wamekuwa wengi, si nitakufa, sijui hapa kuna mapepo na nini. Nikifa ni mali ya Bwana, nikiishi naishi kwa ajili ya Bwana. Hakuna wasiwasi, usihofu mbele za Bwana. Labda huna Bwana, lakini kama una Bwana unamuonea aibu, basi praise the worship team karibuni wanapoimba kwa ufupi sana. Kama una shida, mimi naomba tu, basi tunakuwa tumemaliza. Shida yoyote wewe ndiye unayejua. Una kazi gani, unaishije, unaonaje, changamoto zinakuaje, wewe ndiye unajua, wala mimi sijui. Atakayetaka kujua naye hapo. Hatuna haja ya kujua habari ya